maeneo ya Buza bwana limetokea tukio la aina yake baada ya majirani kudai kwamba mama mzazi amemtoa binti yake ujauzito. Sasa mpaka sisi kuitwa na kuweza kufika pale ni kwamba yani namna ambavyo mama amefanya hicho kitendo, kwa sababu inasemekana mtoto mwenyewe hakuwa tayari, lakini mama alifanya yeye kama mama kwa ridhaa yake yeye ya kumtoa binti yake ujauzito. Lakini hapo majirani kuna mengi wanayazungumza kwamba mama huyo pia alikuwa akimfanyia mtoto wake vitendo vya ukatili, akimpiga kwenye tumbo, sijui akimfinya kwenye tumbo kipindi chote cha ujauzito. Na alipoona kwamba mimba imekuwa kubwa karibia mtoto wake anataka kujifungua, akamwekea vidonge vya kumpa mtoto uchungu na njia ikafunguka na mtoto akazaliwa. Na baada ya mtoto kuzaliwa, na inavyosemekana kwa mujibu wa majirani kwamba mtoto kalia kabisa, alikuwa mkubwa wa kiume. Kwa hiyo mama huyo akamnyonga na kwenda kumtupa kwenye chemba ya choo kwa mujibu wa majirani. Sasa hicho kitendo baada ya majirani kujua kiliwakera na kuwaumiza, na hasa huyo mama hapo ambao utamsikia alikuwa anaongelea baada ya kusikia hizo taarifa akasema yeye hakubali, kwa sababu majirani ambao walijua na kupata hiyo taarifa hawakwenda kutoa taarifa polisi, wanadai hawakwenda kushtaki, lakini yeye aliamua kwenda polisi, na yeye ndo aliamua kufungua kesi ya malalamiko polisi ili kuweza kuangalia ni namna gani sheria ambavyo itafuata mkondo wake. Baada ya kufungua mashtaka polisi, baada ya polisi kufika pale nyumbani, aliwaambia baada ya kukuta ndani hakuna dalili yoyote ya mtu kutoka kujifungua, akawaambia kwamba taarifa nilizozipata ni kwamba mtoto ameingizwa kwenye chemba. Kwa hiyo naomba fukueni hapo kwenye chemba, mtamuona mtoto. Kwa waambia polisi hivyo. Kwa hiyo msikilize huyo mama baada ya kupigiwa simu kutokana na hilo tukio lilivyokuwa na mambo yalivyokuwa. Mama na binti yake alitoa mimba. Baada ya kutoa mimba, mbele ikafika miezi 9. Ilipofika miezi 9, bibi yule kumbe ile mimba alikuwa haitaki muda tu. Katiwa tu na mtoto wa mama mmoja, naye sisi tunamjua. Bwana kabisa nishawahi kushuhudia matukio mengi tu exchange, lakini sikuwahi kufikiria kama kuna siku atafanya tukio la ajabu kama hilo. Nikapigiwa simu na dadangu, Aisha, mambo upo mzima, uko wapi? Kama niko nyumbani. Kama kwani mambo yanayofika huko kwetu hujasikia? Ngambia yapi? Hujasikia? Ngambia sijasikia. Kuhusu nani? Akaniambia kuhusu kafanyaje. Basi akampa simu Jeni ndo akaninyoshia maelezo. Akaambia huku ile mwenzako kamtia mwanae vidonge vya ujauzito, mtoto kajifungua, katoka analia, akamnyonga, akamtia kwenye kalo la choo. Nikauliza kwa nini nyinyi mmechukua hatua gani? Wao walishoniambia, wakaniambia kwamba hawajachukua hatua yoyote. Mimi nikamwambia basi nitakuja. Ile siku mimi sikutokea. Nikakaa siku ya pili, Jeni akanipigia, mama mbona hujaja? Maana niwaambia nitawapigia kina Gea aje. Akaambia mbona hujaja mama mdogo? Nikamwambia nitakuja kesho. Kwa ilipofika kesho yake mimi nikaja maeneo haya. Kufika maeneo haya nikamwambia nipeni ubundo. Jeni ananinyoshia maelezo. Ananiambia bwana mama mdogo, huku mwenzako huyu kafanya kitu cha ajabu. Mtoto naambiwa kalia kabisa, kamnyongolota, akarudi tena kwenye marejesho, maana alikuwa kwenye kikundi. Anarudi kwa nishamaliza kazi. Watu wanamuuliza umeshamaliza kazi gani? Nishaua. Umeua nani? Kitoto nimekinyonga nikakitupa kocho kwenye mtaro. Watu wakabidi wameduai. Na wakati anaongea maneno yao kuna watu walikuwepo. Nikaona mimi ajabu kwamba hakuna mtu yoyote ambaye ataenda polisi. Mimi nikatoka nikaenda polisi. Kufika polisi wakasema tukio hili sisi tunalijua, tushapata taarifa, tulikuwa tunamsubiri mwenye nyumba aje kutoa kushtaki au mwenyewe mtoto aliyofanywa hilo tukio. Mimi nikashangaa. Sijawahi kuona kama hivyo tukio kama ile mpaka aje mwenye nyumba au aje nini. Nikamwambia hakuna alternative yoyote. Nikamwambia mimi jirani mwema ndio kuna afanda, akaniambia subiri niende kwa mkuu wa upelelezi wa pale Buza. Nikamwambia alafu takujibu. Mimi nikasimama nje, akaenda kwa afanda akamwambia kama uko tayari fungua wewe kesi. Mimi nikamwambia niko tayari. Akaniambia lakini peke yako huwezi kufungua, inabidi aje na mtu mwingine. Ndio nikampigia wewe mwanangu Jeni ambaye alinipigia mimi simu. Tukaenda tukafungua kesi. Nikaeleza kama nilivyoongea hapa simu niliyopigiwa. Sina nilichopunguza, sina nilichoongeza. Tulivyotoka hapa mapolisi baada ya kuchukua maelezo tukatoka mpaka eneo la la tukio. Tumefika eneo la tukio, tukaenda akaja polisi. Polisi wakaingia pale, wakagonga mlango, bibi yule hayupo ndani. Wakabidi wavunje mlango. Walipovunja mlango wakaingia ndani, wakasacha wakukuta mtu. Walipofika huko, walivunja mlango wakatoka, tukahamia upande wa kalo. Likafunguliwa kalo,
Kalo limejaa matakataka anza kutoa matakataka. Toa matakataka. Watu wakati tushakata na mtama matakataka alikuwa ni mengi. Kumbe kama usiku wake wa jana nasikia aliita gari la matakataka. La nyonya vama ile. Kanyonya, mtoto akaja juu akawa analazimisha wale takataka wamtoe yule mtoto, wale wakamkatalia, wakasema tunaenda kumshtakia polisi. Nasikia alianguka huko akazimia. Na watu mashahidi wapo. Basi sisi tulipokuwa tunatoa zile takataka, mara kuna begi lilikopo eneo pale kajuu, ndio lilikuwa limemfunika yule mtoto. Lile begi lilivyonyanyuliwa tu, mtoto akaja juu. Dada mtoto mzuri, mtoto mnene, mtoto katimia. Maskari wakachukua ndoo, wakamchota yule mtoto, kumchota. Na hisi katika kiungo chake kimoja kama sio kichwa au mkono, ukao umedumkia mle. Mimi nilishindwa kuangalia, maana wengine wakawa wanalia. Maskari akasema haruhusi tena kuchukua picha. Wakambeba bibi tukaondoka. Kijiji kile kilijaa, mtaa mzima ulikuwa umefoti pale. Tukatoka tukaenda rudi tena polisi kwa maelezo zaidi. Tunaondoka tunakuja kupigiwa tena simu kwamba kuna mtu saa 7 hiyo. Tunaambiwa kuna mtu anahamisha vitu nyumbani kwake, katumwa binti. Mimi na je tukafika mpaka eneo tukio. Kwa hiyo tukamkuta binti ndo amefungua anataka kubeba vitu. Basi tukaanzisha ambush, tukataka kumpiga, ngamba huyu asipigwe. Tumpelekeni polisi. Ndio kupelekwa polisi, ndio chanzo cha yule bibi kupatikana, kwa sababu binti alikaa kama siku 2 pale. Alituma aje atoe vitu. Basi kufikisha polisi pale, mimi nikarudi nyumbani mwili unachonyota, nikalala siku ya kwanza. Siku ya pili nakuja kusikia watu wanamhangaikia dhamana. Mimi nikauliza dhamana hiyo vipi? Kesi kwani inaendaje? Na mimi nina haki ya kuuliza kwa sababu mimi ndio nilofungua kesi. Nikamwambia Jeni tuna haki ya kuuliza. Jeni akamwambia mimi mdogo mimi siendi tena. Naogopa tu watu wote mtano wametugeuka tena sisi ndio wabaya tutatoka wenzetu wafungu. Nikamwambia sio kweli. Mimi nikaje kiufali mimi sikujisikia vizuri. Nikamrudia Jeni, nikamwambia hapa kuna namna. Jeni ndo anazidi kunipigia simu. Watu kuna vitambulisho huko, watu wanahangaika na vitambulisho. Anatakiwa mtu ambaye mwenye makazi ya kudumu ndo amtoe. Kakaa anajisema mimi ndo mimi ili nikitoka nitadili na watu hawa 3. Nitawakomesha. Nikamwambia wewe ua anaweza kaja nyumbani kwangu huko siku amekuta mitoto yangu akaitia kwenye karo tena kaisukuma misingi kadumbukia, ngambia mambo yasiwe mengi. Nikanyanyuka Chang'ombe. Tufika Chang'ombe nikaingia kwenye ofisi moja nisingependa kuhitaji. Kaonana na mheshimiwa nikamweleza scenario ya kesi. Yule baba kufanya iana pale pale akaanza kuwapigia baadhi ya maskari wengine ambao wako chini yake. Akamwambia naitaka hili jalada lije Buza. Sasa baada ya kufika kule Chang'ombe, siku ya pili mimi nikaitwa. Kuitwa nikahojiwa. Jeni naye akahojiwa. Huko mwisho wa siku watu hawataki tena kwenda kutoa nini? Ushahidi. Ina maana yule mtumiwa atakuja kukaa huru na kitendo kakifanya na mashahidi tutaonekana baya sisi Waswahili tunakaa Uswahilini mwisho wa siku tutachukiana tutatiana visilili. Ndio yule afanya akaambia basi usijali. Niambie ni nani na nani? Mimi nitawaita nitalishughulikia. Sina nitakapopaacha yake huyo mtoto utafanya nini? Hii itapatikana. Kwa hiyo kesi bado inaendelea. Na watu bado wanatakiwa kwenda na wanaojua ukweli wametulia majumbani kwao na ugali unashuka. Kweli angefanywa mtoto wake mtu angelizika. Ndio kweli. Sisi tunachotaka mimi binafsi niliyefungua kesi kama mimi mwenye Kilanga. Kilanga maana ukome wewe. Mimi mwenye Kilanga mimi nataka haki itendeke. Nataka viongozi wa juu wapate hili walishughulikie. Kwa sababu huyu mama ukisema uje uchunguze huko mitaani vitendo alivyokuwa anafanya mtoto wake ni vya kikatili. Kuna kipindi alikuwa anampiga ujue mpaka aliwahi kumkata hapa kwenye mshipa hapa. Binti yake mwenyewe. Na alivyokuwa na mimba nasikia alikuwa anamshika ili tumbo analifinya, analibinya, analipiga na fagio la nje. Na hivyo vitu watu wao mashoga zake walikuwa wanaona, wanakuja kuongelea pembeni. Kwa nini waongelee pembeni? Kwa nini panapostahili kutongelea? Na maana vile vitendo wanavipenda. Sio umenielewa? Wanavipenda. Binafsi mimi ni mzazi, ni mama mwenye watoto wangu kadhaa. Siwezi kufanyia binti yangu kwa kiasi hicho. Hata kama babake aliniwahi kunitenda au aliniuzi sijui mwenyewe ana kitu gani rohoni. Yule binti mdogo bibi wewe. Yule kama sio miaka 17, miaka 16. Binti inasemekana kafichwa na baadhi ya mashoga zake wao wanajua yule binti kafichwa wapi. Kwa sababu hao wenyewe ndio wanaojifanya mtoto yuko sehemu fulani. Mtoto nimesikia sehemu fulani. Yaani mtu anakaa na kurupuka na kunongoneza tu yuko sehemu fulani. Na maana hao wanajua wao kibanwa vizuri hao. Watasema. Afu uzuri mimi wenzako na nilio. Na video zote za siku ya kwanza zote ninazo. Wakati mtoto amewekwa kwenye ndondo ile anataka kumchukua mara pili askari mmoja ndo akanikataza. Lakini mimi na ushahidi wa kila kitu na evidence zote ziko kwenye simu. Haya wanasemaje kwamba kwa nini tuseme uongo? Kwa nini msingizie? Sio tuelewane ni mtoto.
Ni mtoto, tumemtoa mtoto aliotimia kabisa. Mtoto la kiume. Umemsikia mwenyewe jirani anakuambia yeye ndo ana kiherehere, lakini akubali mpaka sheria ifuate mkondo wake, maana kuna mengi ambayo huyo mama amekuwa akiyafanya ya ukatili. Hapo nyumbani kwake kwa watoto wake. Lakini pamoja na yote, mjumbe pia wa eneo hilo amezungumza kuhusiana na tukio hilo. Kwa jina naitwa Amina Mohamed Mpendu, ipo mtaa wa Buza na kata ya Buza. Mimi ni mjumbe kundi la wanawake. Taarifa tulipigiwa simu na wananchi kama wiki moja kama na siku kama 3 hivi. Ilikuwa saa 2 ya usiku. Bwana kwa ofisini kama nimeshatoka saa hizi. Ilikuwa kama saa 1 kasoro. Alinipigia simu wananchi, kuna tukio 1 2 3. Tunafanyaje? Nikamwambia haina shida. Hiyo tukio la polisi. Nikampigia mwenyekiti wangu ambaye ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa, Mohamed Bagalo. Nilipompigia akanipa maelekezo na naenda polisi. Kweli nikachukua bodaboda usiku saa 1 nikaja polisi. Wakati nimefika kituoni mwananchi mwingine ananipigia simu ananiambia muda punde kidogo ilikutoka gari la Nyonya Islam. Kiumbe walikiona lakini lile gari likaondoka. Wakamwambia yule mama yule, "Bwana sisi tunaenda kukushtaki polisi." Yule mama muda huo akakimbia. Lakini nilichomwambia mimi mwananchi ni kama umechukua namba ya gari, maana yeye ndo mshahidi wetu wa kwanza. Akasema namba yake sijachukua, lakini kiumbe kimeachwa ndani ya shimo ambayo ni chemba pale, ukifika toka kiumbe unakiona. Unaelewa? Jeshi la polisi kushirikiana na serikali ya mtaa na wananchi pia tukashirikiana mpaka tukampata yule mtuhumiwa. Na kweli mtuhumiwa akafika kituo cha polisi na kakili kitu kipo. Na walivyoenda kule wananchi kile kitu wakakipata na kile mpaka kituo cha polisi ukishirikiana na wananchi wetu. Kitu kikaletwa hapa na kikaenda kuhifadhiwa, lakini lile jambo lipo na yule mama. Yaani mimi nakwambia, yule mama kwa kwetu Buza sisi kama serikali ya mtaa hatumuhitaji. Kama kuna utaratibu wowote mimi naongea, hata kama Mama Samia ananisikia rais wetu, basi kama kuna uamuzi afungwe, yani sio hicho kiumbe tu cha humo ndani, paka na watoto wake wanaishi kitabuni. Watoto wake anawafanya anavyotaka. Alikuwa maeneo kama Kibonge kule, akafukuzwa, akaja maeneo kwa Ulenge. Anawafanyaje sasa? Watoto wake maana anawachoma moto mikononi. Yaani ana matukio tu ya ajabu ajabu, makubwa makubwa tu. Sasa kama tunasema kama vyombo vya habari mnafuatilia hili swala na Mama Samia kama ananisikia rais wetu Samia Suluhu, sisi kama wazazi, kama mama na yeye kama mama, tunaomba hili swala alifuatilie, huyu mama afungwe toka mtoto mzima, waliowahi kufika. Maana mimi nimepigiwa simu kile kiumbe kisha tumbukiza katika shimo. Waliona nakwambia mtoto katoka, baada ya kutoka kitoto kimelia mara 3 cha kiume. Mtoto akalia mara 3. Alivyomnyonga mtoto bado akamkandamiza na damu yake, ndio mtoto akafa. Baada ya kufa mtoto akamtumbukiza kwenye shimo. Lakini nashukuru wananchi wa Buza na umoja sana kabisa, wana umoja sana wananchi wa Buza. Na kama tutashirikiana kama hivi, basi mimi nasema uhalifu kwa unyanyasaji wa watoto, ulawiti wa watoto, kama tutashirikiana kama hivi, mimi nafikiri utaisha Buza. Manake alikuwa hichi kituo chetu, askari wakamhamisha wakampeleka Chang'ombe. Binti kusema kweli hayupo, lakini mimi nilikuwa naomba kama ingewezekana na yule binti, yule mama asitoke mwenani mpaka binti aletwe pale Chang'ombe. Maana yule binti naye na unyanyasaji wake anaanza kuzungumza kwa mama yake mzazi. Unyanyasaji anaofanywa upo. Ndio maana kamficha. Haya, mpaka taarifa hii nakuletea hapa ni kwamba juhudi za huyo jirani ambaye amepambania huyo mama kuweza kukamatwa, ni kwamba huyo mama alikuwa anashikiliwa na kituo cha polisi Chang'ombe. Baada yule mama kuona kituo kidogo cha pale Buza hakitendi haki, kinataka kumpa dhamana atoke kutokana na hiyo kesi ambayo alikuwa ameipeleka pale. Kwa hiyo akaona hapa huyu mama atatoka na kitendo alichokifanya ni mauaji, kwa hiyo akaamua kwenda kwenye kituo cha mbele zaidi ambacho ni Chang'ombe. Kwa hiyo mama yuko anashikiliwa hapo wakati uchunguzi mwingine ukiwa unafanya nini, unaendelea. Kwa kweli niliona vile viungo, nilichanganyikiwa sana dadangu.
Niliona mapaja mawili na mkono. Nimeumia sana kama mzazi kwa sababu kitendo alichokifanya sisi wananchi hatujapendezwa. Mimi binafsi sijapenda. Siku ambaye nimekuja hapa, tumekuja kwenye karo na watu mapolisi walipokuja kumtoa kile kiumbe, niliumia sana. Hakuna aliyependa, sio mwanaume, sio mwanamke. Kwa sababu kwanza yule mwanae alikuwa anamnyanyasa sana. Alikuwa anamfanyia, yani kamfanyia kitendo hicho, lakini alikuwa anamfanyisha kazi yule, anamdekisha na kamfanyia kitendo kama hicho. Na alikuwa anamnyanyasa, hakuna asiyejua mtaani hapa. Kiukweli sasa mtaani hapa tumemchoka na tumtaki kabisa. Alafu yani yeye mwenyewe ndo alikuwa anaongea ni kama anajisifia. Nimeshamnyonga, nimemkalia na kama yangu nimetupa huko. Kile kitendo alikuwa anadhania kila mtu alikuwa akimuongelea kama sisi tumefurahia, lakini hatujakipenda na hatujakifurahia. Alikuwa anaongea mwenyewe, kila kikundi akienda alikuwa anaongea. Na alikuwa anamtesa sana mwanae. Ameshamchoma kisu mwanae. Huyo mara kwanza akamtoa mwana hivyo mimba nusu kumuua. Kwa hiyo ana matukio mengi, hatumtaki. Na story zote anadisema mwenyewe. Tukio kama hili mwenzangu kwa kweli limetusikitisha. Limetusikitisha sana hasa kwa sisi tunaokaa kwa wazazi wetu. Wanatutia wasiwasi tusibebe mimba. Wanatutia wasiwasi. Sisi tunakaa kwa wazazi wetu, kwa hiyo tutaogopa kubeba mimba japokuwa wengine tunahangaika wenyewe tunahudumia watoto wetu. Lakini wanatutia wasiwasi. Yule shoga yake mama yangu, haya wakishaishiana huko. Wakishawishiana huko hawajashauriana. Na mimi tayari na tumbo langu kama hili. Mwenzangu ili tukio linatutia wasiwasi, mwenzangu watulie tu, watatulia watoto zetu. Wao mbona si wametuzaa? Hawajatoa mimba. Tu wanakabuza wanajifanya hata kuita bibi wamegoma kuzeeka. Waito tu bibi, hatujakataza wasichukue mikopo wala nini, waendelee na mikopo yao na mabibi waendelee kuitwa. Kiwezekana waendelee na wajukuu zao kwenye marejesho. Wanaona familia inaongezeka, lakini kiukweli watoto wanahudumiwa na baba zao. Wasifanyie ukatili watoto zao, sisi wao wametuzaa na si watu wache tuzae. Mimi saa hizi muda wote saa yoyote hapa. Mimi nitampokea mjukuu wangu vizuri kwa sababu sio wa kwanza, huyo ni watatu. Kwa hiyo sina itikadi hizo. Na analea vizuri wajukuu zangu na nao mwenyewe nakaa nao. Sina itikadi za kukataa wajukuu. Ndugu mtangazaji, pamoja na mambo yangu yote, lakini wajukuu zangu napambana nao. Mikopo tunayo. Sio sababu, wala mikopo sio sababu. Na watoto tunao. Watakotusaidia kuja kulipa mikopo wajukuu. Kuwa tu ni roho ya mtu wala sio wajukuu. Sio mikopo wala nini. Yeye mbona mikopo anakopa na alipi na anao wajukuu. Watu wana mikopo wanalipa na wajukuu nao. Yule pale ameamua tu ni muuaji. Toka alikotokea huko tunasikia ni muuaji. Hadi yule mtoto wake wa kwanza alimsumbua sana mpaka kuzaa. Na kwanza ule mtoto ana alama amemkata mkononi. Waandishi wa habari, mumuite ule mtoto aliouliwa mwanae. Amekatwa kisu mkononi. Kwa hiyo hiyo roho ya uwaji alikuwa nayo toka zamani. Upo. Kwa hiyo huyo sio mikopo wala nini, ni roho ya uwaji. Yaani ana roho ya uwaji katika nafsi yake. Neno lake kubwa ni kuua tu nitakuua. Hakuna mtashawahi kuingia kwenye mikono yangu na ndio tamuua mikononi mwangu. Ndio neno lake kubwa. Kwa yule uwaji ni imemkaa katika moyo wake. Na akikukopa alipi? Akikopa alipi? Yaani namdai 570,000. Yaani mimi namdai zaidi ya milioni 2 na anachojidai ni kupigana, yeye ana nguvu, yeye ni muuaji, atakuua. Madeni kibao, yaani sisi kwa kweli sijui tusemeje kuhusu hili. Na roho ngumu, yani kifupi na roho ngumu. Na kama ulivyosikia mwenyewe anakuambia kwamba gari ya kunyonya maji taka ilifika hapo. Na ikanyonya, wakati imenyonya ilimuona yule mtoto. Na yule mama alikuwa anawalazimisha kwamba wale watu wa maji ya takataka wamchukue yule mtoto, lakini akamwambia huyo mtoto hatuwezi kumchukua na tunaenda kutoa taarifa polisi, kitu ambacho kilimshtusha kidogo. Kwa hiyo ndo akaenda kuita eti wanasema gari ya kuwekea takataka, ndo akajaza takataka kumfunika huyo mtoto ili asiweze kuonekana. Lakini ndo kama hivyo, polisi walipofika baada ya kufanya uchunguzi wao walikuta mwili wa huyo mtoto na kuchukua kwenda kuhifadhiwa. Kwa hiyo mambo ndo kama hayo na vitu ndo kama hivyo. Uzuri ni kwamba alikiri, lakini akadai kwamba mtoto wake mwenyewe ndo amekubali hilo zoezi la kufanya nini, la kutolewa ujauzito. Sasa mtoto hayupo, lakini yeye mama ndio anashikiliwa na polisi. Na hayupo ni kwamba kuna sehemu amewekwa, lakini mwisho wa siku nafikiri lazima tu atakuwa ameitwa kwa polisi kwenda kutoa ushahidi na mambo mengine yatakuwa yanaendelea. Kwa sisi tunaendelea kusikilizia. Ila kilichotokea ndio hicho. Usiache kutembelea katika YouTube channel yangu ya Habib, lakini pia usiache kusubscribe.